Usiogope, kwani nimekuokoa. Nimekuita kwa jina langu, wewe ni mali yangu, na hata ukipita katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe. Mpendwa na Mhashamu Baba Askofu Mkuu Tadeusi Ruwaichi, Mhashamu Baba Askofu Msaidizi Heri Mchamungu, ndugu zangu mapadre, wapendwa na familia, na wote ambao mnashiriki ibada hii takatifu ya misa. Kwa neno hilo la Nabii Isaya ambalo kimsingi tumelisikia katika somo la kwanza, tungependa kuanza tafakari ya leo. Hakika ni furaha kuweza kukusanyika hapa tena siku hii ya leo katika umoja wetu kama kanisa kamili linalodhihirika kwa uwepo wa Baba Askofu au mchungaji mkuu wa jimbo, mapadri wetu, watawa, lakini pia waamini wote. Katika upamoja huu, sura kamili ya kanisa kama familia na kama watu wa Mungu inadhihirika wazi. Kwa namna pekee, sisi mabate wa Benediktini wa hapa Tanzania tunayo furaha kubwa kwa pamoja nanyi, hasa baada ya kukosekana mwaka jana kutokana na kutokuwepo nchini. Pamoja na Wabenediktini wengine waliopo kaka zetu wadogo, lakini labda wakubwa waliopo, na dada zetu wakubwa na wadogo wa Benediktini waliopo, tunawakaribisha kutafakari ujumbe wa Mungu katika siku hii ya leo. Pamoja na kukumbuka siku ya mashahidi wa Pugu, Wabenediktini waliomwaga damu yao hapa miaka kadhaa iliyopita, kanisa katika jimbo kuu linahitimisha rasmi mwaka wa jubilei kuu. Bila shaka bado tunakumbuka kauli mbiu yake, Jubilei Kuu 2025, mahujaji katika matumaini. Nawashukuru sana. Na nilivyokuwa nakuja asubuhi, tumeingia hapa, tumeona umati mkubwa wa hawa watu waliovaa vizuri, wenye furaha. Wengine wako na mapadri wanaungama, na wengine wanasali katika kile kikanisa pale juu. Watu ambao wanajielewa, watu ambao wana malengo. Nikaangalia kama kuna aliyekuwa amevaa kijora. Kwa hiyo tuliendelea kupanda na gari yetu na kufika hapa juu, nikaangalia kama kuna mtu ameshika jora na alikokota njiani, au ile kitu kingine mnaitaja ile mnabeba ile dera. Hakuna kubeba dera au kubeba kijora. Kwa hiyo kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo, watu hawa ni akina nani? Hawa ni akina nani? Katika kitabu kile tunajibiwa, hawa ni wale ambao wameosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Na ninyi hapo Kwa hiyo kama mtu anataka kujua Mkatoliki yukoje, aje Pugu. Katika tafakari yetu, ndugu zangu wapendwa, ningewakaribisha tuangalie mambo matatu. Jambo la kwanza ni kutazama nyuma kwa shukrani. Tunafunga mwaka wa jubilei, kwa hiyo ninawaalika tutazame nyuma kwa shukrani. Hii itakuwa jambo letu la kwanza, na jambo letu la pili nitawaalika pengine kutafakari kuhusu
maisha yalivyo kwa sasa maana yake ni nini, lakini shauri letu la tatu nitawaalika tutazame mbele kwa matumaini. Na haya yote ni kutoka katika masomo yetu. Tunapoangalia katika somo la kwanza katika kitabu cha nabii Isaya, tunamwona Mungu au tunakutana na Mungu anayejali, Mungu aliyeko pamoja na watu wake, Mungu ambaye akiitwa anaitika, Mungu ambaye kama watu wana mashaka yupo kwa ajili yao. Na kwa sababu hiyo neno kubwa sana katika somo la kwanza ni don't be afraid, usiogope. Lakini ujumbe huo unaelekea pia kwa namna pekee katika somo la pili kwa Waroma, ambapo tunamwona Mwenyezi Mungu pia au tuseme Paulo anavyoandika. Kuna ile hali ya kutamani mambo mazuri. Tunazungumzia kuhusu kutarajia. Na pointi hiyo tunaweza tukaijumlisha na somo la Injili kwa kweli kuhusu kutumaini, kuhusu matumaini. Injili tunaona kwamba wanafunzi ni kama wamepoteza matumaini, lakini matumaini yao sio kitu cha kupotea. Yesu yupo, Yesu yupo. Basi hatua kwa hatua tuangalie pointi hizi kama nilivyozisema. Wapendwa, mimi sitoki katika jimbo hili, lakini mimi naamini kwamba kuanzia katika jumuiya ndogo ndogo za jimbo letu kuu, katika vituo vya sala, katika vigango, katika parokia, katika konventi za watawa wetu, na hasa pia katika jimbo kuu, seminari kuu, popote, jubilei kuu haikuwa tu kitu cha nje, kitu cha kusemwa tu. Ni kitu ambacho kilikuwa hai, ni kitu ambacho kilishikika, kilionekana, ni kitu ambacho hakikuwa dhana ya mawazo tu. Ninaamini kuwa wachungaji wetu katika jimbo, watawa pamoja na ninyi waumini wapendwa, mlishiriki wote kikamilifu katika kufanya mwaka wa jubilei kuwa mwaka hai, mwaka wa matumaini, mwaka wa furaha. Haukuwa tu mwaka au jubilei ya kuzungumza tu, padri anasema kitu fulani tu. Ninaamini kwamba jubilei hii pamoja na matunda yake ya kiroho yalishushwa chini katika familia, katika jumuiya, katika parokia na katika maeneo yote ya maisha yetu. Na kwa sababu hiyo ninaamini pia kwamba wewe muumini umepata nafasi au walau bahati ya kutambua kwamba maana halisi ya maisha ya Mkristo, maana ya maisha yake ni hija. Ni hija. Leo mmetoka majumbani, mmekuja hapa, mmefanya safari. Safari hiyo mliofanya fupi ni kielelezo cha safari ya maisha yetu. Maisha yetu yanatoka kwa Mungu, yanaanza katika Mungu, tunatembea katika Yesu pamoja na Mungu, na tunaelekea wapi? Tunaelekea kwa Mungu kwa kweli. Kwa sababu hiyo tunaweza tukasema kwamba Mwenyezi Mungu ametembea pamoja nasi katika hali zozote tulizokuwa nazo. Pale ambapo kulikuwa na hofu, Mungu amekushika mkono, amesema usiogope. Na pale ambapo ulikuwa umekata tamaa, uso umekuwa mrefu, matumaini yamekwisha, Yesu anaonekana anatembea na wewe tena, kukujaza matumaini, kukuambia kwamba bado nipo na mauti hayajanishinda. Ndugu zangu, bado tupo katika harufu ya Noeli. Tupo katika harufu ya Noeli, na napenda kuwakaribisha pia tufikiri kidogo kuhusu sherehe ya tokeo la Bwana ambalo tuliadhimisha hivi karibuni. Wale majusi walikotoka ni mbali, walikokuwa wanaenda ni mbali. Hawakujua ni kilomita ngapi, watahitaji siku ngapi. Hawakuwa na GPS, ile mambo ya kuwasaidia watu kutambua waliko, lakini pia hawakuwa na Google Maps, hawakuwa na ramani, walikuwa wanakwenda. Lakini walifanya kitu cha maana, waliamini, walitumaini, walitazama nyota, na sio kwamba walitazama na kusimama, walitazama na kutembea.
So imani sio shauri la kujisikia kwamba unajisikia vizuri kwamba unamwamini Mungu. Hakika Mtume anatuambia kwamba imani bila matendo imekufa. Na kwa sababu hiyo hawa watu wanatembea. Huwezi kukutana na neema ya Mungu kwa kukaa hapo hapo. Hata kama Mwenyezi Mungu anakuletea muujiza namna gani, na kama hiyo nyota, muujiza uko Bethlehemu, muujiza mwingine uko mbinguni, wewe unaalikwa kufanya kitu, kutembea. Kwa hiyo imani yetu ina maana tu, au inaweza tu kudhihirika ikawa hai katika kutenda kwetu, katika kusema kwetu. Sasa katika kufanya hayo sio kila mara mambo yataenda kirahisi, na kwa sababu hiyo Isaya anazungumzia kuhusu Mwenyezi Mungu kukupitisha katika maji mengi. Zaburi ya 8 pia inazungumzia kuhusu uvuli wa mauti. Hata kama nitapita katika uvuli wa bonde la mauti, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Mwenyezi Mungu atakupitisha, Mwenyezi Mungu atakulinda. Na kwa sababu hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetembea nasi katika kipindi chote cha mwaka mzima. Sote tunakubaliana kama Watanzania na kama wanakanisa kwamba mwaka 2025 haukuwa mrahisi kivile. Lakini hata hivyo tusisahau, Mungu ni mwaminifu, Mungu yupo, tuendelee kumtumainia na tuendelee kwa matumaini katika hija ya safari yetu kama wanakanisa na kama Watanzania. Nikipenda kuwapigiza hatua ya pili kwamba siku hii ya leo kwa kweli tunaalikwa, au ni nafasi kwetu kusherekea wakati huu, saa hii, kwa furaha. Safari ya maisha ni ndefu, na safari hii ina jana, ina leo, na Mwenyezi Mungu akipenda ina kesho. Hivi pamoja na kwamba ni vizuri kufikiria yaliyopita ya jana, jinsi Mungu alivyotembea pamoja na sisi, tusikose kutambua uwepo wa Mungu sasa hivi, neema ya Mungu tunayoionja sasa hivi. Tuonje furaha na neema ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia kwa uwepo wetu dakika hii, sekunde hii, pamoja na hofu tulizo nazo, mashaka tulionayo. Lakini sababu tuko hai na tunapumua na tunaweza kuwa hapa kwa ajili ya kumshukuru na kukutana na waumini wenzetu na viongozi wetu wa dini kumsifu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Hapa tulipo ndugu zangu, sasa hivi tu tumesimama juu ya mabega ya wale waliotutangulia. Kuna mababu wengi, wengine unawajua, wengine huwajui. Kuna mabibi wengi, wengine unawajua, wengine huwajui, ambao wamewezesha imani yetu iwe ilivyo sasa hivi. Ni mtu asiyejitambua tu anakana, kudharau na kukanyaga urithi wake. Imani tulionayo ni urithi wa thamani kubwa ambao tumepokea kutoka kwa mababu na mabibi zetu katika imani. Na kwa sababu hiyo basi ni kitu cha thamani. Tunapowakumbuka Bruda Petrus na Bruda Benedict pamoja na Sister Martha ambao waliuawa hapa, wawe ni vielelezo vya ukweli huu kwamba imani hii haikushuka kutoka mbinguni hivi hivi tu. Imani hii imeshuhudiwa kwa damu. Damu ilimwagika, jasho lilimwagika chini, na watu walifanya sadaka kubwa ya maisha yao ili imani yetu katika jimbo kuu na katika kanisa la Tanzania na kanisa la Afrika iwe ilivyo. Kwa nini naongea hivyo? Ninataka kusema tu kwamba, au kuwakumbusha kwamba imani yetu haina bei. Sio kwamba ni bure. Kiingereza tunasema ni priceless.
Priceless ni kwamba hata ukiambiwa ni bilioni, ukani imani yako kwa bilioni 5, bilioni 10, bilioni 20, bado sio bei yake. Kwa sababu inaweza ukapata kishawishi cha kusema uongo, kwenda kinyume na imani yako, kusema uongo, kusimamia uongo, kusimamia lisilo sawa na kulitetea hadharani dhidi ya imani yako. Na kwa kufanya hivyo tunafanya imani yetu isiwe na thamani. Tunakumbushwa kwamba imani yetu ni priceless, haina thamani. Hakuna kitu ambacho utakitoa badala ya imani yako. Tuijue imani yetu, tuipende imani yetu, tuihifadhi imani yetu na tuone fahari kuwa Wakristo wa Katoliki. Na kuendana na hilo kuna pointi moja ya ujasiri. Ili kuitetea imani inakupasa kuwa jasiri pia. Martha sister yule, Benedict brother yule na mwenzake waliuawa sio kwa sababu walikuwa ni waoga, walikuwa ni majasiri. Na katika ujasiri huo, kwa kusimamia imani yao, walikufa. Ujasiri huo uendelee kuwa pamoja nasi katika kanisa letu leo na sasa. Mkristo atambue kwamba kuwa mtu mwoga sio option, sio shauri la kuchagua, sio jambo la kuchagua. Huwezi kuchagua kuwa mwoga. Tunaalikwa, tunasukumwa tuwe watu wajasiri ambao tunapenda kusema ukweli, kusimamia ukweli, kuzungumzia mambo ya haki bila kuogopa, kwa sababu haki, amani ni matunda ya kimungu, hayatengenezwi na mwanadamu, ni matendo ya kimungu. Kwa hiyo muumini yoyote, muumini anayote anayemwamini Mungu awe na ujasiri huu wa kusema ukweli, kutaja haki ya mtu kwa jina lake na kusimamia amani katika familia, katika kigango, katika jumuiya, kila mahali, katika parokia zetu, katika majimbo yetu, lakini kwa namna pekee katika taifa letu tukufu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wapo watu, mababa zetu, watu wengi wenye mapenzi mema ambao pamoja na pressure ambayo inaweza ikawepo katika jamii, bado wanasimama katika ukweli, wanasimama katika kutetea haki, wanasimamia katika kutetea amani ya kweli. Tuendelee na mtindo huo. Na jambo la mwisho, ndugu zangu, ni nawaalika tutazame mbele sasa kwa matumaini, na hapa ninawarudisha tena katika Injili. Kama nilivyosema, harufu ya Christmas bado iko hewani, lakini tumesoma kwa kweli Injili ya Pasaka. Pasaka sio jambo jingine. Pasaka ni habari ya kuanza upya, mwanzo mpya, Yesu mpya, imani mpya, mchecheto mpya, watu ambao walikuwa wameshakata tamaa, watu ambao walikuwa hawatoki tena ndani, kila kitu kinakuwa kipya tena. Tunataka kusema nini? Tunataka kusema kwamba kwangu binafsi, kwa kweli, kati ya Injili au vifungu vya Injili ambavyo vinanichangamsha, vinanipa nguvu, ni kifungu tulichosoma siku hii ya leo. Hii hali ya kupoteza matumaini. Bwana Yesu ambaye alikuwa anategemewa awe mkombozi, awe chanzo cha matumaini. Katika Yesu kila kitu kiende, kila mtu alimtumainia, mwalimu, rabi, Bwana huyo, Bwana mkuu, Bwana atulisha samaki, anatulisha mamikate, anaponya wagonjwa wetu, anafufua wafu wetu. Watu wamekuwa na matumaini. Sasa Israeli imesimama, lakini anakamatwa, anapigwa, anavuliwa nguo za rani, anatemewa mate, anakuwa nothing, anakuwa ni sio mtu. Nabii Yesaya anazungumzia kwamba mimi ni mdudu tu. Yesu anakuwa chini ya mdudu. Kwa hiyo unaweza ukafikiria akina Petro, akina Yohane
Hawa wanafunzi unaowaona hapa, nyuso zinapokuwa ndefu, wanapokuwa na huzuni, wanapoondoka Yerusalemu na kurudi mashambani kwao, unaweza ukawaelewa. Disappointment, kuhuzunishwa, kukata tamaa na kusema kama biashara yenyewe ndio hivyo, afadhali nirudi nyumbani. Tusisahau sehemu fulani Peter anasema naenda kuvua samaki. Mimi ni kwa mvuvi, tunakaa tu mundani tunafanya nini? Jamaa mwenyewe ameshakufa zake. Naenda kuvua samaki. Anarudia kule maisha yake ya zamani. Lakini sasa katika hali hii ya mahangaiko, kukata tamaa na kutaka kurudi nyumbani, halo, Yesu yupo bwana. Yesu yupo. Anatembea pamoja nao katika huzuni yao, katika kukata tamaa kwao, katika kuona giza, katika giza la maisha yao. Jesus is there. Yesu yupo. Yesu yupo. Somo la kwanza, usiogope. Usiogope hata kama unapita katika maji mengi, hata kama unapita katika uvuli wa mauti. Nipo. Inawezekana tuko maelfu, msija kuona watu wengi namna hii, tuko maelfu na maelfu hapa. Mwingine ameambiwa amepata kansa, si ndio? Mwingine ana habari ya kansa. Mwingine juzi ameambiwa na blood pressure. Mwingine juzi ameambiwa kwamba amepata kisukari, si ndio? Mwingine juzi ameambiwa sijui inakupasa sijui kukata sehemu ya mwili, kukata mguu. Hakuna mtu anajua afya ya mwenzake hapa. Tuna hofu zetu, tuna mahangaiko yetu. Sizungumzi kuhusu mahusiano yetu nyumbani. Mahusiano yale magumu ya kichangamoto zake, hizo hapo sitaingia, lakini mnajua hali ilivyo. Katika hali hiyo Yesu anatokea, anatembea pamoja na sisi na anasema usiogope. Usiogope, na anatoa kama nyenzo mbili. Neno la Mungu. Umuhimu wa jumuiya ndogo ndogo ambapo tunapata nafasi ya kutafakari kwa pamoja neno la Mungu, na nafasi ya tunawakumbusha Wakatoliki wetu. Tunawakumbusha Wakatoliki wetu kuhusu kuwa na Biblia yako nyumbani yako. Hata kama mko 6 nyumbani, kuwe na Biblia 6 bwana wewe. Chini ya mto wako, mto wa kila mmoja kuwe na Biblia yake, si ndio? Ndio. Nani ananunua Biblia leo anyoshe? Nani aliye ambaye hanayo Nani ananunua leo? Hamtaki Neno la Mungu. Kwa hiyo wale mitume wanakereketwa mioyoni mwao, wanachangamka tena kwa sababu wamesikia neno la Mungu. Umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Lakini nyenzo ya pili ni Ekaristi Takatifu. Mkatoliki huwezi kumtenganisha na Ekaristi Takatifu. Tujue na tukumbushwe kuhusu hizi nyenzo mbili katika safari ya maisha yetu, katika hija ya maisha yetu. Neno la Mungu liwe katikati, Ekaristi Takatifu pia iwe katikati. Basi tunamaliza ndugu zangu kwa kusema hivi, tunafunga jubilei, lakini utume unaendelea, umisionari unaendelea. Tunapomaliza misa kwa Kilatini tunaambiwa ite missa est, nendeni mnatumwa. Na ndicho tunachotaka kusema tunapomaliza tafakari hii, kwamba tunafunga jubilei lakini maisha ya imani yanaendelea. Siamini kwamba baada ya kufunga jubilei maaskofu wetu wanaenda likizo. Siamini, hata sijakusikia askofu anaenda likizo. Siamini. Nafikiri ratiba zao za kipaimara na kufanya mashauri ya jimbo ziko pale pale. Naamini pia kwamba wapendwa mapadri wetu wanaendelea kutoa huduma katika parokia zao na katika mazingira yao mbalimbali. Hata maabate wetu wanaendelea kuhudumu katika monasteri zao wakichapa ora et labora kama kawaida. Lakini pia naamini kwamba
dada zetu, kuna wengine wanaitwa dada wadogo na wadada wakubwa wa mashirika mengine. Siamini kwamba likizo zinaanza. Mnaendelea na utume katika maparokia, katika mashule, katika makonventi yenu na popote, katika mahospitali na sehemu zingine. Na ninyi wapendwa waumini wetu katika familia na jumuiya, ndiyo msiseme. Tunategemewa muendelee kwa kasi na jumuiya ndogo ndogo, maisha ya sala, maisha ya malezi, maisha ya kuwa majirani wema, lakini pia maisha ya kupalilia, maisha ya familia ya kupalilia ndoa zetu kama kawaida. Tunafunga jubilei, lakini umisionari ndio unaanza. Umisionari, utume, ushuhuda, naam, hija ya maisha vinaendelea. Ni sala yangu, ni sala yetu, iwe sala yetu sote kwamba vifo dini vya mashahidi wa Pugu viendelee kwetu kuwa mfano imara wa imani yetu. Vifo hivi viendelee kutuimarisha kila mmoja wetu, ili tuendelee kuwa mahujaji wa matumaini, mahujaji wa matumaini katika familia zetu, katika vigango vyetu, katika parokia yetu, katika jimbo letu kuu, na kwa namna pekee sana katika taifa letu. Tumsifu Yesu Kristo.